Kiwete, hatuna cha kukupa, ila hichi tulichonacho tunakupa kwa jina la Yesu. Inuka. Bwana anakuambia uinuke asubuhi ya leo. Inuka asubuhi ya leo. Yes, kila kitu ambacho unahitaji ukifanya, Bwana anakuambia uinuke. Satabori ndaba Ikoro Saka. Asante Yesu. Pokea sifa za midomo yetu. Pokea sifa za vinywa vyetu Bwana. Pokea sifa za midomo ya watoto wako. Tunakuabudu, tunakuheshimu, tunakutukuza katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunayatia muhuri maneno haya yote, na yamekwisha kuwa, na kila mwenye pumzi aseme amen. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Asante wana wa Asaf, Moto Lao Kwaya, Moto Lao Praise Team. Mungu awabariki. Tuweze kurudi tuketi. Karibu katika nyumba ya Mungu. Siku hii ya leo tunayo furaha kubwa kukukaribisha nyumbani mwa Bwana. Mungu akubariki sana kuchagua mahali hapa kwa mahali pako pa kulishwa kiroho siku ya leo. Nasi hatuchukulii kikawaida. Tunamshukuru Mungu na tunamheshimu Mungu kwa ajili yako katika jina la Yesu. Haleluya. Jisikie uko nyumbani mwa Bwana, na jisikie uko tayari kupokea kwa Bwana, na yeye Mungu aliye Mungu mlinzi wa roho zetu atakwenda kutuhudumia. Punga mkono wako namna hii kama uko tayari kupokea kutoka kwa Bwana, na makofi mengi kwa Yesu. Haleluya. Amen. Wageni wote ambao ni mara yenu ya kwanza kuabudu pamoja nasi, tunawakaribisha sana nyumbani mwa Bwana, na tutapata muda wa kutusalimia wakati utakapofika. Na nitambue tu wale ambao wamekuja kwa ajili ya shughuli maalum ya kaka yetu Ezekiel pamoja na Adeline. Mungu awabariki. Karibu sana. Tutakuwa na tukio hilo mara baada ya ibada hii kukamilika. Kutakuwa na ibada fupi kwa ajili ya tukio la wapendwa hawa wawili leo katika madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo karibu sana wewe ambao umekuja kwa ajili ya tukio hilo. Mungu wakati mwingine anaweza akafanya punda wapotee, na wewe uanze kutafuta punda ili ukutane na Samueli. Sema amen. Mungu anaweza akasababisha tukio hili la Ezekiel na Adeline likufanye uje nyumbani mwa Bwana ili ukutane na Mungu, ukutane na hatima yako, na leo utakutana na hatima yako. Sema bila kama unaelewa. Haleluya. 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 Wapendwa katika Kristo Yesu, ninaitwa mchungaji Imani Oscar Katana, mchungaji katika kanisa hili la Moto Lao, na Mungu ametubariki tuko wachungaji wawili na Pastor Kaisa. Naipunga mkono yuko pale mchungaji Kaisa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupa kusimama katika madhabahu hii na kumtumikia. Sio kwamba tunafahamu sana, ila kwamba tuwe wachungaji chini yake mchungaji mkuu ambaye ni Yesu Kristo.
Karibu nyumbani mwa Bwana siku ya leo, na tutakuwa na ujumbe wenye kichwa kinasema mambo matatu unayopaswa kuyapigania. Mambo matatu unayopaswa kuyapigania. Wapendwa katika Kristo Yesu, maisha kama yalivyo ni maisha ya vita. Maisha yetu ni maisha ya kupigana. Tunaingia duniani kwa kupigana. Na unapofika duniani, dalili ya kwanza kwamba uko hai ni kulia. Bila kulia, nesi au mkunga aliyekuzalisha hawezi akaamini kama uko hai. Utapigwa, utatikiswa ili ulie, kwa sababu dunia ni dunia ya mapambano, ni dunia ya kupigana, ni dunia ya vita. Hata Mungu wetu ni Bwana wa majeshi. Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa majeshi. Kama umewahi kusikia habari za kijeshi, sio habari rahisi. Jeshini mtu anapokwenda, anakwenda anafanyishwa mazoezi magumu, anakwenda anafanya kazi nzito. Haleluya, haleluya. Mungu ni Mungu wa majeshi, kwa sababu Bwana katika njia ya kumfuata yeye kuna mambo ambayo lazima ukubali kupigana vita. Ni lazima ukubali kupambana. Ni lazima ukubali kupigania, kushindania, kupingana, ili ufanikiwe kufikia kwenye hatima, ili ufanikiwe kuyarithi yale mambo mema ambayo Bwana anataka uyafikie. Hivyo siku ya leo tutaangalia mambo matatu ya msingi ambayo unapaswa kuyapigania katika maisha yako, katika jina la Yesu. Sema amen kama uko tayari. Jambo la kwanza unalopaswa kulipigania ni kupigania ndoto yako. Ni kuipigania ndoto yako. Ndoto yako kwa lugha nyingine tunasema kusudi la kuumbwa kwako. Haujaja duniani kutembea, haujaja duniani kushangaa maghorofa. Umekuja duniani kufanya kitu, umekuja duniani kuacha alama. Kuna kitu kiko ndani yako, kuna ndoto iko ndani yako, na hiyo ndoto haiwezi kuzaliwa mpaka umeipigania, mpaka umeipambania, mpaka umepambana kuhakikisha kile unachokiota kwenye ndoto kinatimia. Watu wengi miongoni mwetu tunaota ndoto tunaokota fedha, na watu wengine watakwambia ukiota unaokota fedha ni ndoto mbaya. Nataka nikwambie sio ndoto mbaya, kwa sababu Yusufu akiwa mtoto mdogo aliota anasujudiwa na mwezi na nyota, na yakaja yakatimia. Kama unaota unazikusanya fedha nyingi, maana yake ndani yako kuna kitu ambacho kina uwezo wa kuja kuachilia fedha nyingi kwenye maisha yako, lakini ili ukifikie lazima uweze kupigana vita. Tukijifunza kwa wana wa Israeli, ingawaje kulikuwa na Kanaani walioahidiwa na Mungu, lakini haikuwa rahisi kuingia katika nchi ya ahadi. Ilibidi kupigana vita. Vita nyingi zilipiganwa, vita na Wafilisti, vita na Wamaleki, vita na Wahiti na Wayebusi, vita nyingi mpaka wanaingia kwenye nchi ya ahadi. Nataka nikwambie, Bwana hajakuleta duniani kuteseka. Kuna nchi ya ahadi aliyoiweka mbele yako. Kuna nchi ya mema aliyoweka mbele yako. Lakini ili uyafikie hayo mema, yamefichwa kwenye ndoto yako, yamefichwa kwenye kusudi lako. Na asubuhi ya leo Bwana anataka ndoto yako iwe dhahiri. Na asubuhi ya leo utaanza safari ya kuipigania ndoto yako, na ndoto yako itatimia katika jina la Yesu. Kama unaamini useme amina kubwa. Kama amina yako ni kubwa, mambo haya ni ya kwako katika jina la Yesu. Wapendwa katika Kristo Yesu, kwa sababu ndoto yako inabeba kila kitu kwenye maisha yako, ndio maana usipopigania ndoto yako, kuna vitu vingi vitaibuka katikati ambavyo vitasababisha usifikie ndoto yako. Niliwahi kusoma kisa cha mbwa mmoja aliyefugwa na kutunzwa na mwenye nyumba ili alinde na akamate wezi.
Mwenye nyumba alimfunga huyu mbwa kwa gharama nyingi. Lengo lake lilikuwa kwamba mbwa huyu awe anakamata wezi wanapokuja. Wezi awamu hii wakaja wamejipanga, walijua mbwa anapenda nyama, kwa hiyo wakaja na nyama. Wakati mbwa amewaona alipweka mara moja, wakarusha pande la nyama. Mbwa akawabize kula nyama, wakarusha na pande lingine. Baadaye wakabeba vitu vyote, wakawa wameiba. Kusudi la ulinzi la mbwa likawa limepumbazwa na nyama. Na ndivyo maisha ya wengi yalivyo. Una kusudi liko ndani yako, liko kusudi ndani ya moyo wako. Unaona kabisa wewe ni mtu wa maisha haya na unatamani kuyaishi maisha hayo, lakini ukiangalia unaona kabisa ya kwamba siwezi kuishi bila jambo hili. Kwa unakuta unaishi maisha ambayo sio ya kwako, maisha yasiyokuwa na furaha, maisha yasiyo na raha, kwa sababu umekuwa kama samaki anayeishi katika nchi kavu. Umeacha kusudi lako. Mwenye mbwa alipokuja hakumwacha, alipiga risasi yule mbwa kwa sababu alikuwa hafai. Watu wengi wataondoka mapema kwenye dunia hii kwa sababu wamekuwa kama mzabibu uliopandwa katikati ya shamba, kama mtini uliopandwa katikati ya shamba la mizabibu. Bwana anakuja, anaangalia, anatafuta, nilimuumba mtu huyu afanye jambo hili na hili, lakini haufanyi. Umeumbwa kwa mfanyabiashara, haufanyi. Ukiulizwa unasingizia mtaji, lakini kumbe unapotaka kuifuata ndoto yako ni lazima kuamua, ni lazima kupigania, lazima uipiganie kama alivyofanya Musa katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 na mstari wa 24 mpaka mstari wa 27. Musa aliamua kupigania ndoto yake, aliamua kutokuyaasi maono yaliyoko ndani yake. Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 24 mpaka wa 27. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkubwa kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amonaye yeye asiyeonekana. Mtu ambaye alikuwa kwenye kiti cha enzi, alikuwa ikulu, alikuwa anapata kila kitu, lakini ndani yake Musa alikuwa hajaumbwa kukaa ikulu, alikuwa ameumbwa kama mwokozi wa wana wa Israeli. Akakataa mazingira ya raha, akaondoka ili aende kupigania ndoto yake. Kuna wakati ili kupigania ndoto yako itakulazimu kuacha kazi unayoifanya ili ukaanze duka lako, ili ukaanze huduma yako, ili ukaanze utumishi wako. Itakulazimu kuacha kazi ili uanze kile kituo cha yatima. Itakulazimu kuacha mambo fulani. Sema amina kama unanielewa. Nilimwambia, nilikuwa na kikao na watoto wangu, nikawa nazungumza nao definition moja ambayo inauzi kuhusu mshahara. Wanasema mshahara ni nini? Mshahara ni malipo anayopewa mtu ili asahau maono yake. Ni malipo anayolipwa mtu, ni rushwa anayopewa mtu ili asahau maono yake. Una maono fulani ambayo unaona kabisa ungeweza kuyaanza, na hayo maono yapo, lakini kwa sababu ya mshahara unasema nikiacha siwezi kufanya hivi. Maana yake nini? Unapewa rushwa ili usahau maono yako. Musa hakukubali rushwa ya Farao, hakukubali rushwa ya Farao. Ikabidi atoke aende kuipigania ndoto yake, aende kuipigania ndoto yake. Najua una ndoto ndani yako, mazingira sikuzuie, nenda kapigania ndoto yako katika jina la Yesu aliye hai. Bwana akikupa maono, anakupa na manono. Maono ya Mungu yanabeba na manono yake. Haijalishi mwanzo wako utakuwaje, hata kama mwanzo wako utakuwa mdogo, lakini mwisho wako utaongezeka sana. Ninakutuma leo, nenda kapiganie
ikatimie. Sema amina, haleluya, katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Ndoto ikatimie. Unayo ndoto, iko ndoto ndani yako, kuna kitu ndani yako, mwingine haujijui, lakini watu wanakusema, wanakuambia. Ukijaribu tu kuimba sana, ila wewe unaimba. Kama wewe huwezi kujiona, wenzako wanakiona. Umejaribu kupanda tu mboga za majani, wanasema wewe una mkono wa mboga, una mkono wa kilimo. Maana yake nini? Kuna ndoto usioijua kwenye kilimo. Kama umeambiwa hivyo, nenda sasa kachukua shamba kubwa kidogo, kalime. Haleluya. Unajikuta umekuwa kama Isaka, unapanda mbegu moja, unavuna mara 100. Maana baraka ya Bwana na ndoto yako iko huko. Sema amina. Haleluya. Kuna ushuhuda ambao mtumishi wa Mungu Ezekieli alitushuhudiaga hapa. Inawezekana yeye amesahau, lakini mimi ule ushuhuda ulinijenga. Ezekieli wakati anaendelea kumtumikia Mungu, Bwana kampa maono ndani yake ya kuuza, ya kufanya biashara. Biashara yenyewe ilikuwa ya mchicha. Sasa na suti yake kama ile, huyu jamaa anaweza kutumishi muda mrefu kumtumikia Bwana. Akawaza kichwani, ninawezaje kuuza mchicha? Kanisani mimi ndio mwishaji, ni mtu maarufu, nawezaje kuuza mchicha? Maono yamekuja, ndoto imekuja ndani yake. Lakini natokaje, naanzaje? Baada ya muda anasema akaamua kupigania ndoto. Akachukua baiskeli, akaenda kulima mchicha, akachuma mafungo ya mchicha na sauti yake ya uinjilisti. Alikuwa anatuhubiria hapa Alhamisi. Sauti ya uinjilisti akaipeleka kwenye mchicha. Alipofika kwa mama wengi, akasema mchicha. Anasema wakatokea wamama wakazunguka pale kwenye ule mchicha. Nakumbuka neno moja nilisema, anasema faida ilizidi mtaji. Alipoamua kupigania maono, faida ilizidi mtaji. Kufanya story fupi, anasema mwisho wake akafanya genge na akaajiri mtu katika genge lililoanza kwa mchicha. Hakuna maono ya Mungu ambayo yanakuja kwa ukubwa. Hakuna chochote cha kiungu kinachoanza kikubwa. Hata sisi wenyewe tunazaliwa tungali watoto wachanga. Hatuwezi kujigeuza. Tunageuza na wengine. Tunaanza kidogo, tunaanza kuinuka, tunaanza kukaa. Simama dede, nikupe mkate. Kasimama peke yake, tunaanza kuimbiwa, baadaye tunatembea na kwenda. Ndivyo ilivyokuwa maono. Yanaanza kama punje ya haradali. Unaanza kama mjinga. Watu hawakuelewi. Unapiga makofi wewe na watoto wako, hueleweki. Umeanza biashara, unaweka kimaza, jua kali, unauza matunda, hueleweki. Lakini utaanza na jua kali, baadaye utafunika, baadaye itakuwa duka kubwa. Sema amina katika jina la Yesu. Nenda kwa maono aliyokupa Bwana. Nenda kwa maono aliyokupa Bwana. My Lord, my God. Watu wengine wana maono ndani yao, wanasubiri vyombo. Anasema mimi nasubiri vyombo, mimi nasubiri kwenda studio. Nani kakwambia? Nani kasema? Mungu akikuita hakupi vyombo. Akikuita anakuita wewe chombo. Anamwambia Sauli, wewe chombo changu. Maana yake nini? Mungu anakutambua wewe kama chombo. Wakati Mungu anakuita wewe chombo, wewe unasubiria vyombo, unasubiria timtani, unasubiria niende studio. Nani kasema? Nafahamu kaka mmoja alikuwa anajihimbishia mwenyewe, anaenda mwenyewe, yeye mwenyewe anapiga muziki akiimba, anaanza aimba papa anaingia hivi. Anaenda stand anaimba. Kuna kitu ndani yake, kuna maono ndani yake. Anaenda masokoni anaimba. Leo hii alikuwa miongoni mwa watu washindi waliokwenda kwenye ile Bongo Star Party. Pale anaimba, amekuwa maarufu. Nini? Aliamua kukimbiza ndoto yake. Piga ndoto yako. Mazingira hayatakuwa mazuri. Una ndoto, nenda. Una ndoto, iendee. Haitakuwa rahisi. Utaanguka ndio. Lakini Biblia inasema mwenye haki uanguka mara 7 akainuka tena. Hata ukianguka, sio kwamba Bwana hayuko pamoja nawe. Unaanguka na unainuka tena. Na natangaza leo, ndoto yako itatimia, maono yako itatimia katika jina la Yesu. Sema unaelewa. Haleluya. Yes. Ndoto inatakiwa igawanyike katika mambo manne. Ndoto iwe kwenye habari ya afya.
Ukiwa ungali kijana, ungali mtu mzima, uko chini ya 40, uko baada ya 40, lazima kwenye ndoto yako uiangalie afya yako. Mambo mengine mnajidai, mnajitangamaisha, mnajidai wajanja, mnasema haya mambo wasabato hawani soda, wasabato hawani. Sio swala la wasabato, ni swala la afya. Kama una maono, lazima ujali afya yako. Kama unajua ni mwimbaji, lazima ujali maadili ya waimbaji. Haleluya! Afya yako lazima ujijali. Lazima ujiangalie kwa habari unakula nini, unakunywa nini, unalala saa ngapi, unafanyaje mazoezi, unakaje afya yako vizuri. Maana vile unavyolinda mwili wako ndipo utafikia maono yako. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Tunahubiri kwa sababu tuna afya. Wanafanya biashara kwa sababu wana afya. Wanaweza kwenda kuimba kwa sababu wana afya. Wanaweza kwenda kulima kwa sababu wana afya. Afya yako. Jambo la pili kwenye ndoto, lazima kwenye ndoto yako uwe na ndoto ya familia. Familia yako unataka iweje? Watoto wako unataka wapoje? Ndio maana mchungaji amesema kwenye maombi ya kwamba pata muda kusema na watoto. Zungumza na watoto wako. Sema na watoto wako. Hakuna mtu atakayesema na watoto kwa niaba yako. Kuna wamama ambao wameanza kufeli kwenye malezi. Utaona tu watoto wanaosumbua huduma kwa watakatifu. Unaona tu watoto wanaosumbua kwenye darasa la watoto. Katoto hakasikii. Katoto wako tayari kumpiga mwalimu. Maana yake nini? Mama, umeanza kufeli na mtoto wako. Pambania familia yako. Asiyefunzwa na mamae, anafunzwa na ulimwengu. Unatunza fimbo, huitumii fimbo, unaharibu mwanao. Tumia fimbo, mwadibishe mtoto, akuone mkali. Baadaye utamfurahia. Lakini kujidai uko leza fair kwa mtoto, umkemei, ukachapi, katoto kadogo, kanapiga mateke, kanamwaga uji, unasema ila wewe toto, mwache ana hasira huyo, atalia, wanakilia na pasuka. Pitisha fimbo, mtoto akae vizuri anyoke. Nataka nikwambie watoto wanaoelewa na mama zao peke yao ni shida. Kwa sababu wana huruma wamekanao tumboni, ni shida. Ndio maana mtoto wako hata kama unamlea peke yako, kuweko na mjomba, kuweko na baba mdogo, kuweko hata mtu ambaye ataitwa baba wa hiari, amfundishe discipline. Sema amina watu wa Mungu. Haleluya. Nikwambia tu ukweli, kwenye maono yako usipoweka familia yako, utafanikiwa katika mambo mengine. Watoto wako wakiharibika, huwezi ukafurahia maisha. Maana kila wakati utakuwa kwenye vituo vya polisi, kila wakati utakuwa kwenye maeneo kwa ajili ya kuhudumia, kutoa dhamana kwa ajili ya watoto wako. Kwenye maono yako, hakikisha unataka familia yako iweje, watoto wako waweje. Sema amina. Haleluya. Nataka niwaambie tu kitu kimoja, madhabahu hii ya Moto Lao, hakuna mwanaume yeyote ambaye amemuoa mwanamke katika kanisa hili ambaye hata kama haji kusali hapa, ambaye amekuwa na ugomvi na sisi. Kwa nini? Kwa sababu sisi sio wale wachungaji ambao tunasema tusikilize sisi tusikilize mmeo. Tunajua maana ya familia. Katika Biblia na katika huduma tunaanza na Mungu, cha pili kinafuata familia. Lazima familia iwe vizuri. Wewe mwanamke ambao unazaa mume wako, unasikiliza mchungaji peke yake, umeharibikiwa, huwezi ukafanikiwa katika maono ya familia. Ndio maana sisi wanawake na waume zao hata hawali kusali, lakini tuna ujasiri. Wako wanawake wengi hapa waume zao wakusali, lakini wakija tunaenda na nyumbani kwao, tunazungumza nao. Ni marafiki zetu wazuri, kwa sababu wakiwaambia mke wake usiende ibada ya Jumatano, na sisi tunamwambia ndio usije, amesema kichwa cha nyumba. Sema amina. Haleluya. Lakini mambo ya kuzindishana misuli, kupigana mikumbo, sikia, lazima wana maono na familia yako. Familia yako imetakuwa na wewe wakati wote wamekuacha, wakati wote wameondoka. Ndugu wa damu hawataondoka. Ndugu wa damu watakuwepo wamekuzingira, watazunguka kitanda chako hospitali, wakati wengine wote wamechoka. Ndio maana lazima uwe makini na ndoa yako, uwe makini na familia yako. Mchungaji amesema asubuhi, hata bila sababu piga simu tu wasalimie wazazi wako. Kwa watu hapa wameshatoa kabisa oda, sitaki kuzikwa hapa Dar es Salaam, mtaka ngazikwa nyumbani. Unaona ngazikwa na watu ambao hata uwasiliani nao. Na wanasema kwamba tunataka kuzikwa nyumbani, anza kuweka nauli, usisumbue ukishakufa. Anza kuandika hela, jamani mimi nikifa mtanisafirishia hii, usianze kusumbua, tuchangishe kwa ajili ya kusafirisha mwili wako.
Sema amen. Sema tena amen. Lakini inamaanisha wasiliana na ndugu, wasiliana na familia. Haleluya. Acha ubabe huo na ubosi. Nataka madogo tu ndo wapigie. Simu ikataa ukimpigia dogo. Alinifundisha mke wangu unyenyekevu. Ni somo moja wapo. Mimi ni mtoto wa kwanza. Naleta ubabe wa Kinyakyusa. Sema mimi siwezi kupigiwa madogo, hata wanipigii, madogo hata wanipigii. Kama kaniambia kwani ukipiga wewe inagoma? Inagoma piga. Sasa sina maneno, napiga tu. Kwa mdogo vipi? Unaendeleaje? Uko vizuri? Hakuna shida wala simu ipati moto. Haleluya. Jenga mahusiano vizuri. Wekeza kwenye familia. Utapowekeza kwenye familia ndio unajenga maono yako. Namba 4, wekeza kwenye huduma. Kile kitu ambacho Mungu amekupa, hakikisha unawekeza, unakipambania. Maisha ni maeneo haya manne. Maisha ni afya, maisha ni huduma ya kiroho, mambo ya rohoni pambania. Usiseme ya kwamba nina kazi ngumu. Wakati wa kufunga funga, wakati wa mkesha njoo keshe mwanawane. Acha kusema ya kwamba nitasinzia, njoo usinzie hapa. Sema amina. Haleluya. Kama unapambania shughuli za biashara na maisha, pambania masuala ya huduma yako ya rohoni. Pambania mambo yako ya kiroho. Baada ya mambo yote haya kuisha, mambo ya kiroho yatasimama. Baada ya mwili wako kukunjwa, kuwekwa kwenye jeneza, roho yako itakuwa mbele za Bwana kutoa hesabu ya maisha yako. Nataka nikwambie, kama kuna mahali nyeti upaswe kupuuza, kwenye mambo yako ya rohoni, kwenye mambo yako ya maombi, kwenye mambo yako ya mifungo, kwenye mambo yako ya ibada, kwenye mambo yako ya utakatifu, lazima uwekeze, lazima upiganie. Sio wakati wa kubageni. Na mkubali kijana wangu Elisha anapaki chombo chake, anakuja kwenye semina ya wanandoa. Elisha anapaki chombo chake, tena chombo cha hesabu, anakuja kwenye mazoezi ya kwaya. I really admire the boy. Ninamwadimaya huyu kijana. Sio jambo rahisi, lakini amejua ya kwamba ili nifanikiwe mwilini lazima nifanikiwe rohoni kwanza. Biblia inasema penzi na ufanikiwe na kuwa na afya katika mambo yako yote, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Nisikilize watu wa Mungu, roho yako ikifanikiwa, maisha yako yatafanikiwa. Kwa sababu kama ni mfanya biashara, roho yako ikifanikiwa itakuwa inakuongoza ukabebe mzigo gani. Kama ni mfanya kazi, roho yako ikifanikiwa itakuwa inakupa hekima uishinde na bosi wako, ufanyeje na bosi wako, umkunde wapi bosi wako panapowasha. Kwa nini? Maana yake una descending spirit, una roho ndani yako ambayo inakuongoza kufanya mema. Mambo ya roho yakifanikiwa, mambo yako ya mwilini yanafanikiwa. Lakini bahati mbaya watu hawawekezi kwenye mambo ya rohoni. Jua linazama, jua linachomoza, mtu hajagusa Biblia. Jua linazama, jua linachomoza, mtu hajasoma, hajaomba hata walau saa moja. Yesu analalamika anasema, hamjakesha pamoja nami hata saa moja. You have no time with God. Hauna muda wote na Mungu wako. Uko tu busy na mambo yasiyo na faida ambayo kizimika yanazimika mara. Uko busy nayo, na kukumbusha leo ili ndoto yako itimie. Wekeza, fuatilia ndoto yako ya rohoni. Sema amina watu wa Mungu. Sema amina watu wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Pambania, pigania. Ikibidi baki wewe peke yako. Ndio maana usiseme kanisani kuna ibada ya vijana, watu hawafikani watu. Watu ni nani? Watu ndio wewe. Fika wewe. Na ukifika kwenye ibada ambayo wafiki, piga makofi, muimbie Bwana kwenye ule muda mliopanga. Chukua Biblia yako, soma. Na mpenda mama Wile alipokuwa amepata adhari, yuko nyumbani, anasema alikuwa anafuata ratiba. Anasema kanisani sasa hivi ni kipindi cha maombi, anaomba. Akisikia sasa hivi ni kipindi cha sifa, anachukua tenzi, yuko kitandani, anaanza kuimba tenzi. Kipindi cha neno, anachukua Biblia yake, anaanza kusoma. Ndio maana Jumapili alipokuja hapa analia machozi. Hajioni kama ni yeye kweli amekuja kwenye uwepo wa Mungu. Wapendwa katika Kristo Yesu, wekeza kwenye mambo yako ya rohoni. Ukiwa vizuri rohoni, utashinda vita zako kila mahali. Utashinda vita zako kila kwenye eneo. Wekeza, pambania, shindania. Ndoto yako itatimia. Sema ndoto yangu itatimia. Sema tena ndoto yangu itatimia. Sema tena ndoto yangu itatimia. Na ikatimie kwa jina la Yesu.
Tukaione ndoto yako ikitimia kwa jina la Yesu. Ndoto yako imebeba hatima yako. Ndoto yako imebeba chakula chako, imebeba nyumba zako, imebeba kila kitu cha kwako. Ukiishi ndoto yako itakuja na vyote unavyohitaji, na ikawe hivyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtu mmoja aseme amen. Jambo la pili unapaswa kupigania, pigania imani. Pigania imani yako. Imeandikwa katika kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 29 na mstari wa 30. Pigania imani yako, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo. Kitabu cha Wafilipi sura ya 1 mstari wa 29 na ule wa 30. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Pigania imani yako. Anaandika Yuda katika waraka wake wa Yuda sura ya 1 mstari wa 3, anasema, wapendwa, walipokuwa nafanya bidii kuandikia, iliwapasa niwaandikie ya kwamba mwishindanie. Neno lile mwishindanie katika tafsiri zingine, muipiganie imani. Imani katika Yesu inapiganiwa. Wokovu unapiganiwa. Mpaka wokovu na kufikia wewe, watu walikatwa misumeno, watu walipigwa, watu walijeruhiwa, watu waliumizwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kupigania imani. Sema amina. Haleluya. Tumeanza kuishi kwenye Kristo rahisi, ambao watu hawashindani imani. Akipata kazi kimwambia hakuna kusali Jumapili, anasema hamna shida, sawa tu. Akipata mtu anamwambia mimi sijaokoka lakini niko tayari kwenda kwa wazazi wako, anasema hamna shida, utakokaga mbele. Ishindanie imani yako. Simamia imani yako. Biblia inasema hajafanya vita na dhambi hata kumwagika damu. Inatakiwa unaipigania imani hata ikibidi kumwagika damu, imwagike damu. Ukisimamia imani yako ya wokovu, imani yako katika Roho Mtakatifu, nitendeje ubaya huu, nimkose Mungu, unasimamia imani. Bwana Yesu asifiwe. Shindania imani. Pigania imani. Unaweza ukajiunga na kwaya. Kuna watu wengine wanakuta anajiunga na kwaya, au anajiunga na huduma, au anajiunga na kanisa. Lengo lake ilikuwa mtakatifu. Lakini akifika kwenye kile kikundi anashangaa wale walikuwa wanazaliwa mtakatifu, maneno wanayoongea. Wanaongea maneno ya mzaha, maneno ya hovyo. Sasa na yeye anasema kumbe tu kawaida, na yeye anaanza kuwa wa hovyo. Upasi kwa hivyo. Ukifika mahali utakuta watu hovyo, wewe jionyeshe kwa mwema, jionyeshe kwa mzuri. Waseme wameharibika wote isipokuwa yule. Tumedhamiria moto lao, tumedhamiria wachungaji wa moto lao. Tutasimama katika viwango vya kitumishi, ili hata wengine wakiharibika, hata wengine wakila kondoo zao, sisi tutawalisha kondoo na kuwanenepesha kondoo wa Bwana. Na Bwana tayari kwa mnakuo, na tayari kwa mnakuo. Ukiwepo hapa ukawa haufungi auombi, ni tatizo lako. Maana hapa ndio makao makuu ya mifungo ya Tatu Kavu. Kama haufungi auombi, ni tatizo lako. Maana hapa kila siku tunazo ratiba za kuomba, za kufunga. Kwa nini? Kwa sababu hata dunia inapochanganyikiwa, wakati watu wamechoka, wanahudumia wenye fedha, wanaacha walio hoi. Wakati watu wanaangalia watu sura, sisi hatutaangalia sura ya mtu, tutaangalia kitu ambacho Bwana ameweka cha thamani, ambao ni roho. Ndivyo iwe kwako, ndio iwe kwako. Roho yako ni shahidi. Jambo lolote ambalo sio la kimungu, watu wakiwa wanafanya, unaona wanakosea, lakini unamwangalia anayekosea ni mkubwa, amekutangulia kwenye wokovu. Wakati mwingine ndio anayepogozaga, alafu anafanya mambo ya ajabu, anaongea pumba. Biblia inakataza ubisaha. Biblia inakataza maneno ya hovyo. Lakini mtu anaongea maneno ya hovyo, unaanza kusema kumbe tu kawaida. Mbona hata na wanaanza kukusema sasa. Yaani wewe tatizo lako lingine umeokoka sana kuliko sisi. Taratibu, mambo ya wokovu, hii ngoma dogo haitaki nini dogo. Tulia, nenda taratibu. Usije umeokoka kuliko sisi. Wewe umeokoka kuliko mwenyekiti. Mwenyekiti ni nani?
atabaki na kiti chake Yesu akija. Wewe ng'ang'ana na Yesu, simamia viwango, pigania imani, pigania imani, shindania imani, haleluya, shindania imani, haleluya, ubaki kuwa nuru hata katikati ya wanaojiita watakatifu. Hai kwenye umoja wa kina mama wakisema mwanamama gani anayemcha Mungu, wakutaje wewe. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Nakwambia ukweli, wachungaji na vikao vyetu, unashangaa wachungaji wenzako wanakwambia nataka kukaa na upako, nataka upako. Sisi wale sote tumewekewa mikono, nataka kukaa na upako. Kwani kwa sababu kuna namna ambayo watu tumeamua kukaza viwango, tumeamua kukomaa, tumeamua kulinda imani. Haleluya. Linda imani yako isiwe na madoa. Linda imani yako isiwe na vipiato. Imani yako iwe safi, yawe safi. Mavazi tuliyovishwa na mwana kondoo. Walipoangalia Petro na Yohana, wakagundua ni watu wasio na elimu, wakagundua ni watu wasio na maarifa, lakini walijua jambo moja, walikuwa pamoja na Yesu. Hata wasipokutambua unafanya kazi TRA, hata wasipokutambua ni mwajiriwa, watambue kwamba hii ngoma ni mtumishi wa Mungu aliye hai, ni mtumishi wa Mungu aliye hai, ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Ukipanda daladala, watambue ni mtumishi wa Mungu. Ukiwa sokoni, watambue ni mtumishi wa Mungu. Kwa nini? Unashindania imani yako. Sema amen kama unaelewa. Sema tena amen kama unaelewa. Usiseme tu mbona watu wanatoa rushwa. Mwambie, mimi sitoi rushwa. Sitoi rushwa. Sifanyi hivyo. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mimi nimeokoka. Hata ikibidi kuingia kwenye tabu, uingie kwenye tabu. Maana ndiwe wastahili watakatifu. Biblia inasema wanaopenda mambo ya utauwa wataudhiwa. Mtu yeyote ambaye anapenda mambo ya utakatifu utaudhiwa tu. Umeingia kwenye mahusiano na mkaka, anataka maongeane mambo ya kuchonchi muda wote. Ukiweka kifungu tu cha maandiko, wewe usiletee mambo ya Bikira Maria hapa, wewe mambo gani? Tuongee hivi, analegeza sauti, I love you. Ukisema bwana tunafunga ngao siku moja. Sasa watu wanaopenda mambo ya utauwa wanaudhiwa. Utasikia wewe bwana, mimi kwanza umekataa, nimesema tuonje, umekataa, mimi kwanza leo mimi na wewe basi. Usiudhie, usipate shida. Shangilia, useme nimepigana vita, nimepigania imani yangu. Pigania imani yako. Magugu lazima yateketee, ila agano lazima itunzwe ghalani. Sema amina, haleluya. Walikuja kwetu lakini hawakuwa kwetu. Kama wangepewa kwetu wangekaa pamoja na sisi. Usiogope wanapoondoka, hawakuwa kwako. Bwana anakuandalia walio kwako. Bwana anakuandalia walio wema. Usiogope, jipe moyo mkuu. Kila anayependa mambo ya utauwa lazima ataudhiwa. Utaudhiwa kijiweni. Kijiweni watakuudhi, sokoni watakuudhi, kwenye mikoba watakuudhi, kila mahali utaudhika. Lakini pigania imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Pigania imani yako. Wajue kwenye jambo hili huyu mtu hatuwezi. Kwenye jambo hili huyu mtu hatuwezi. Hawezi kufanya hata ufanyane. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Pigania imani yako. Imani hii sio imani ya mambo rahisi. Lazima ukubali kupoteza. Ifike mahali uko tayari kupoteza, kwamba sasa kama ni hivi basi siwezi kupoteza imani. Siwezi kupoteza hii kazi ya msalaba ambayo Yesu Kristo alifia pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninakutia moyo uwe miongoni mwa watakatifu. Ninakutia moyo utunze mavazi yako watakatifu. Utembee katika utakatifu. Uishi katika utakatifu. Uwe wa kipekee katika huduma, uwe wa kipekee mahali pa kazi, uwe wa kipekee hata kwenye familia, uwe wa kipekee. Ifike mahali ndugu zako wanakupigia wewe muombe. Ifike mahali ndugu zako wanakupigia wewe unatamkie baraka. Ifike mahali kazini kwako ukiletwa magari mapya wewe ndio unaombea. Wanakuita mchungaji, unaombea, unabariki vitu pale. Sema amina, haleluya. Sema amen, haleluya. Hakuna kwenda hatua nyingine bila kupigana vita. Ili ukue katika imani lazima tuwepo vita unapopigana.
Hata kwenye kanuni tu ya kumfanya mtu awe kiongozi kanisani, kuna mambo manne yanaangaliwa. Yote ni vita. Yote ni vita. Jambo la kwanza, amekaa muda gani? Amepikana muda gani kanisani, yupo anajituma. Jambo la pili, anapatikana kwa kiasi gani? Kupatikana sio jambo dogo. Wakati mwingine mtu wa Mungu natakiwa ndio wakati huo kuna bonge la business. Wakati huo ndio bonge la biashara. Bonge ndio mzigo umeingia. Alafu natakiwa kumtumikie Mungu. Unafunga, unaenda kumtumikia Mungu. Wewe unafaa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nisikilize mimi, sio kwamba kazi ya Mungu tunaifanya baada ya kazi zetu. Kazi ya Mungu nayo inataka kufanyika kabla ya kazi zako. Maana kuna watu wanasema nitakuja baada ya kutoka kazini. Nitafanya baada ya hiki. Nitafanya baada ya hiki. Kuna wakati vile vya baada tunaviacha, tunafanya vya kwanza. Sema amina, haleluya. Sema amina, haleluya. Shindania imani. Pigania imani. Pigania. Uko peke yako ndio, uko mbali ndio, mchungaji akuoni, mke wako akuoni, mume wako akuoni, Yesu anakuona. Shindania imani, pigania imani, ishinde hiyo dhambi, shinda hiyo roho, shinda hiyo tabia peke yako, na Yesu anakuona. Unashinda. Unaposhindania imani, unafanya mbingu zikupe hatua nyingine. Ifike hatua ambayo Mungu anaweza kukuamini. Mungu aweze kukuamini. Watu wengine wanashindwa kubarikiwa kwenye fedha kwa sababu hata hicho kidogo tu alichokupa hujawa mwaminifu. Hata hicho kidogo tu alichokupa hujawa mwaminifu. Mungu hawezi kukuamini kwa mambo makubwa. Sio sema amen. Sio sema tena amen. Sio sema tena amen kubwa. Shindania imani. Niwaambie tu kweli wapendwa wangu katika Kristo Yesu, kama unaweza ukatoa au ukafanya vile tu ambavyo unaagizwa, hujafika mahali pa kushindania imani yako, pa kupigania imani yako. Maana yake nini? Inafika mahali ukishibana na Yesu unafanya mpaka yeye mwenyewe anashangaa. Unafanya mpaka yeye anashangaa. Daudi, tangu lini mimi nimeteka nyumba? Hapana Bwana, mimi siwezi. Siwezi nikakaa kwenye nyumba mierezi na sanduku lako linakaa kwenye mapazia. Nitakujengea nyumba. Haijalishi takarimu kitu gani. Unafanya vitu vya zaidi ya vile Mungu alivyokuagiza. Hadi Mungu anasema sasa nimemwona mtu anayenipenda. Bwana wetu Yesu asifiwe. Natamani ujengeke moyo ndani yako wa kushindania imani. Jambo la tatu na la mwisho unalopaswa kulipigania, pigania urithi wako. Chochote kitu ambacho Mungu amekupa kinahitaji kukipigania. Watu wengi Mungu akishawapa kitu hawakipiganii tena. Umepewa ndoa, umeshaolewa tayari, au upiganii tena ndoa. Umepewa mume, ni wa kwako na unajua ameokoka. Yaani ndio basi, ndio kila siku, yaani ndio kila siku nimechoka. Si unajua ameokoka, ndio kila siku nimechoka. Kwa sababu unajua ameokoka. Hawezi kutoka. Mashairi. Sema amen. Haupiganii tena. Ulikuwa unataka zawadi baba? Zawadi za nini tena umemweka ndani? Umeshamweka ndani. Sasa tena zawadi hamna, hamna tena mabusu hamna, hamna tena kumbatio hamna, hamna tena mizaha. Unajua watu wakitoka kwa wana. Mpaka mfalme alishangaa Isaka na Rebeka wanapocheza. Mfalme akatoka ikulu kaenda kuchungulia. Anakuta watu wanacheza, mke na mume wanacheza michezo. Michezo haichezeki tena, hamna kukimbizana tena, hamna kufinyana tena. Yaani kwa nini? Kwa sababu hakuna kushindania. Outing hazipo. Na watu wengine wabisha kusema twende road out bwana mimi watoto. Watoto watakuacha wewe mimi nikwambie. Hao watoto hao hautakuwa nao. Bwana twende tutoke kidogo mimi sababu nyingi. Kwa hushindani tena kuwekeza. Kwa nini? Kwa sababu umeshakipata. Umepewa shamba la urithi. Haulipambani tena hata ukawekea uzio. Hata kuulizia. Mna baraka hapa mwisho kwenye harusi mnakabidhiwa nyumba. Watu wengine kuna baraka. Harusi baba anasema natoa nyumba, wengine anatoa kiwanja. Sisi mzee wetu ana sheria ngumu sana. Anasema mimi nikikusomesha ndio nimekutolea mali. Usinisumbue tena, usiniguse. Mzee wetu sisi na veti yuko hapa anajiandaa hapo, ndio anapambana kukusanyia mahali yake. Lakini
kile ulichokabidhiwa unakipigania, unakifuatilia. Kuna mtu aliwahi kupigania urithi wake kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa 11 na mstari wa 12. Biblia inasema, Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa 11 na mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, na baada yake kulikuwa na Shama mwana wa Agee Muharari, nao Wafilisti walikuwa wamekusanyika huko Lei palipokuwepo na konde lililojaa midengu, nao watu wakawakimbia Wafilisti. Sema, nao watu wakakimbia Wafilisti. Sema, nao watu wakakimbia Wafilisti. Yes. Ila huyo alisimama katikati ya konde lile, akalipigania, akawaua Wafilisti, naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Ila huyo alisimama katikati ya konde, akalipigania, akawaua Wafilisti, naye Bwana akafanya wokovu mkuu. Chochote Mungu alichokupa kinahitaji kukipigania, kukilinda, kibaki mikononi mwako. Bwana amekupa kumiliki soko, amekupa kuwa brandi, amekupa kuwa talk of the town. Unatakiwa ulinde. Unatengeneza maziwa mazuri mtaani pote, wanakuja kununua kwako. Kilinde hicho kitu. Unatakiwa ukipigania hicho kitu kiendelee kuwepo. Unatengeneza ice cream, watu wanatoka mbali wanakuja kununua. Hakikisha hazikosekani. Linda kile ambacho Bwana alichokupa. Pigania urithi wako. Urithi unapiganiwa. Mtu, hili shamba lilikuwa limejaa midengu. Maana yake lilikuwa ni bonde ambalo lina chakula. Mahali ambapo pana chakula watu hupigania. Mahali ambapo pana biashara watu hupigania. Na kuna watu miongoni mwetu wanasemaga tu, hata kwani Mungu hajapenda? Mbona kuna vita sana pale sokoni? Mungu hajapenda ile fremu na iachia. Niwaachie maana mimi mambo ya vita siyawezi. Na mimi nikwambie leo, vita zinapiganwa kulinda urithi. Kama ni kwenda kwa wakuu wa soko, tunakwenda kwa jina la Bwana. Kama ni mahakamani, tunakwenda kwa jina la Bwana. Urithi wako lazima ulindwe, kwa sababu urithi wako sio wa kwako peke yako. Wiki iliyopita tuliangalia habari ya Naboti ambaye alikataa kuuza shamba la urithi. Kwa nini? Kwa sababu urithi wako sio wa kwako peke yako. Ukipewa urithi lazima urithishe. Ndio maana unatakiwa kupigania. Si useme amina? Wapendwa katika Yesu, nataka nikwambie kitu Mungu akikupa ukifanya, huwezi ukajua unawasaidia watu wangapi kwa kitu unachofanya. Huwezi ukajua. Unaweza tu kama unatuza gadeni yako. Unatengeneza gadeni yako kama mzee Bertram pale kwake kulikuwa na kijani kweli kabisa pale. Yaani pale napita kila wakati na migomba imestawi jua kali. Mtumishi wa Mungu anatunza. Kwa hiyo siku tumeonana tukawa na utambulisho kwa sababu ya eneo alilolitunza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuna muujiza mmoja Mungu alinitendea, na aliyosababisha huo muujiza hata hajawahi kujua. Ni mwanamke mmoja ambaye ni mjane. Yule mwanamke mjane alikuwa na watoto wake wawili, mmoja wa kiume, mmoja wa kike. Baadaye kukatokea madarasa yalikuwa yanaitwa shule za taasisi. Wanafunzi wanaingia jioni kwenda kusoma. Ada ilikuwa kama 35 miaka hiyo. Yule mwanamke mjane alikuwa anauza ulezi. Kwa hiyo akampeleka mtoto wake wa kiume kwenda kusoma shule za taasisi. Akawa anamlipia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili. Wakati huo mimi nimeuza machungwa, nimeona mtu anahubiri, anazungumza Kiingereza kwenye kuuza machungwa. Na mimi nikatamani kwamba natamani nijue Kiingereza ili niweze kuhubiri. Kwa hiyo nikarudi kijijini kwa wazazi wangu. Nikamwambia baba, tunaanza na mama kwanza. Tunaanza na mama. Nikaanza na mama. Mama, mimi nataka nijue Kiingereza, nisome. Mama kanipeleka faili kwa baba. Wakasabia sisi hatuwezi. Bahati nzuri katika kutokuweza, wakamuona yule mtoto wa yule mwanamke mjane anaitwa John. John ndo anarudi na baiskeli yake, ametoka shule, amependeza, amevaa nyeusi na nyeupe. Anarudi. Mzee akapiga kifua, kama yule mjane ameweza,
Sisi wawili tutashindwaje? Yeye anasomesha mtoto wake, katika kusomesha mtoto wake mimi napokea muujiza wangu. Asingekuwa yule mjane. Kwa sababu nilikuwa ni miaka miwili nimekaa nyumbani. Wamesema nikajifunze cherehani. Nimejifunza cherehani, nimemaliza. Najua kushona kugaoni, mimi bidaka zilizaka hizi zinapiga vizuri, ujuzi uzeeki. Kwa nimekaa miaka miwili, kwa nini? Hatuna hela. Lakini yule mwanamke mjane anasomesha mtoto wake. Walipomuona tu wakasema na sisi tunaweza. Kachukue fomu na sisi tunaweza. Kama unaweza. Haleluya. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, chochote ambacho Mungu ameweka ndani yako, kifanye. Unapokifanya kuna watu wengine watatiwa moyo na wewe. Ndio maana tuko kwenye dunia ya kutegemeana. Unapofanya wewe, kuna wengine wataweza, kuna wengine watainuka. Kauze, kafanye, kama hizo karanga, kama hizo biashara, kama ni ndizi. Pambana, shindania urithi ambao Mungu amekupa ufanye. Unapofanya kuna watu wengine watajengwa kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu hatari katika dunia ni mtu ambaye hafanyi chochote. Maana mtu ambaye hafanyi chochote, Biblia inasema hata shamba lile analiharibu. Kama hufanyi chochote, unaharibu unapokaa. Unaiharibu dunia. Dunia hii kila mmoja amepewa kitu cha kukushindania. Urithi wako ushindanie, urithi wako upambanie. Chochote ambacho Mungu amekupa mikononi mwako, kishindanie, kipiganie. Watoto wako wapiganie, wafundishe neno, watembeze, wajulishe, wafundishe tabia njema, waambie mambo mazuri, sema nao, wale. Chochote ambacho Mungu amekupa, kifanye katika ubora. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akalipigania lile shamba la midengu, akapiga Wafilisti jeshi lote, ikafika mahali upanga wake na mkono vikagandamana. Alipopiga kawaua watu wengi, anajaribu kuachia upanga, hawezi. Upanga na mkono vimeshikamana kwa sababu ya vita alizopigana. Ninatamani Bwana ainue watu ambao watapigania imani zao, watapigania ndoto zao, watapigania urithi wao. Katika watoto wako useme hakuna hata mmoja atakayeenda jehanamu. Katika watoto wako useme hakuna hata mmoja atakayepotea. Katika ndoa yako useme hata iende msoba, lazima tuzeeshane. Unapambania ndoa yako, unapambania urithi wako. Kila kitu ambacho Bwana amekupa unakipambania, unakitilia mbolea. Chochote Mungu akikupa, anakupa kazi mbili. Anakupa kuilima, anakupa na kuitunza. Urithi wote Mungu akikupa, lazima ulime na utunze. Nenda kailime ndoa yako, nenda kaitunze, nenda kailimie hiyo biashara yako, nenda kaitunze. Ndio maana tumesema maono yana nguvu kubwa unapokuwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huo urithi ulivyo, unapokuwa rohoni na Mungu, Mungu ndo anakupa mawazo ufanye nini itakufanikisha. Ufanye nini ufanikiwe, utoke hapo ulipoende mahali pengine. Unapokuwa uko kwenye roho, unapokuwa na wakati na Mungu. Maana Mungu ndio kila kitu, ndio kila mwenye vyote. Kuna vitu vingi viko kwenye ulimwengu wa roho. Mungu anatamani kukupatia, lakini kila kija anakuta uko busy na anakosa muda wa kukupatia. Chana wa leo watu wa Mungu, angalia ni eneo gani umeelekea. Angalia ni kwenye eneo lipi umeelekea, na uanze kulipigania, na uanze kulikomalia, na uanze kupambania. Kupigania vita. Hakuna cha kuogopa jua, hakuna cha kuogopa uchovu. Unapigania ndoto yako, lazima ndoto yako itimie, lazima ndoto ionekane. Unapigania urithi wako, lazima urithi wako uongezeke. Unapigania imani yako, lazima imani yako izae matunda. Mimi sijui ni kitu gani umeelekea. Kila mmoja wetu kuna mahali ambapo anajua angepaswa kuwa. Kila mmoja wetu anajua. Unafahamu kabisa kwamba mimi ningekuwa pale, lakini uvivu wangu wa kuomba, lakini uvivu wangu wa kufanya hiki, uvivu wangu wa kupenda kulala viliniponza. Wanasema hauwezi kushinda kwenye nchi ya walio hai kama unashinda kwenye nchi ya waliokufa. Waliokufa sio wamelala. Unaposhindana kulala sana, huwezi kuwa na matokeo kwenye ulimwengu wa wanaoishi.
Ili uwe na matokeo kwa ulimwengu unaoishi, lazima upunguze kulala. Lazima usimame, upambanie ndoto yako, upambanie njozi yako, upambanie imani, upambanie urithi. Ndani ya moyo wako unajua ni mahali gani ambapo hujafanya vizuri. Nitamani nikupe muda mbele za Bwana sasa. Umwambie Mungu nisaidie. Uniambie Mungu nisaidie. Umwambie Mungu niwezeshe. Ninatamani kupigania imani yangu. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu wa mbinguni, nishike mkono Bwana, nimalize safari. Mungu wangu, Mungu wangu wewe, nishike mkono. Mungu wangu, Mungu wangu wa mbinguni, nishike mkono Bwana, nimalize safari. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, nishike mkono. Mungu wangu, nimalize safari. Mungu wangu, nimepoteza muda mwingi, nimeishi kizembe sana, lakini leo hii nimalize safari. Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, nishike mkono. Mungu wangu, nimalize safari. Nishike mkono Bwana, 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 nimalize safari. Nishike mkono, nimalize safari. Duniani matatizo, duniani shida nyingi, nishike mkono Bwana, nimalize safari. Nishike mkono Bwana, nimalize safari. Nishike mkono Bwana, nishike safari. Ndoto zangu, nishike mkono Bwana, nimalize safari. Ndoto zangu, nishike mkono Bwana, kusudi langu, nimalize safari. Kusudi langu, nishike mkono Bwana, nimalize safari. Imani yangu, nishike mkono Bwana, nimalize safari. Huduma yangu, nishike mkono Bwana, huduma yangu, nimalize safari. Huduma yangu, nishike mkono Bwana, nimalize safari. Inamisha kichwa chako, inamisha kichwa chako. Inawezekana umelisikia neno hili na unajua kabisa wewe bado haujaokoka. Leo ungetamani kumpa Yesu maisha. Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa.
Huenda umepata nafasi ya kwenda kanisani muda mrefu, lakini leo umepata hii nafasi na ungetamani upokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nataka kuokoka leo, uanze maisha mapya na Yesu, uache maisha ya dhambi na uovu. Mahali pale ulipo unataka kuokoka leo, inua mkono wako. Nataka nikuongoze kwa Bwana, na hii ndio kazi ya Mungu. Najua hujaokoka na leo ungetamani kuokoka, umpe Yesu maisha yako. Inua mkono wako sana mahali ulipo. Nitataka kukusaidia. Nataka kukusaidia leo ili Bwana akusaidie kutimiza ndoto yako. Bwana akusaidie kutimiza ndoto yako. Ili Bwana akusaidie katika nchi hii, akusaidie katika nchi aliyokupa, lazima ukubali kumpa yeye maisha yake. Iko neema ya kuokoka. Iko neema ya wokovu. Asante. Thank you Jesus. Basi kanisa zima tunyanyue mikono yetu juu. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wewe ni Bwana wa vita, na haujatupa roho ya hofu, haujatupa roho ya woga wa maisha, woga wa kufa. Nijue ya kwamba kufa ni faida na kuishi ni Kristo. Nisaidie Bwana Yesu kupigania ndoto yangu, kupigania imani yangu, kupigania urithi wangu. Chochote ulichonipa, nipe nguvu, nipe uweza wa kukipigania kwa jina la Yesu. Unipe kushinda na zaidi ya kushinda kwa jina la Yesu. Weka mikono kifuani sasa.